Sio kwenda kanisani tu ndio kufanikiwa. Sio kwenda kanisani tu ndio kwenda mbinguni. Sio, angalia unaenda kwenye kanisa kuna udongo mzuri. Nikisema udongo mzuri sio katafute udongo. Neno oji na utakuwa kama ulivyokuwa. Mwachie mjomba wa mume wake, mwachie. Roho Mtakatifu, tazama Roho Mtakatifu, tazama Roho Mtakatifu, tazama Roho Mtakatifu. Mungu ilinde Tanzania, ilinde rais wetu, korona ishe yote. Wewe ni ibada yangu, wewe ni furaha yangu, wewe ni uzima wangu, wewe ni faraja yangu, wewe ni shangwe yangu, wewe ni upendo wangu, wewe ndio kila kitu, wewe ndio ulinzi wangu, wewe ni afya yangu, wewe ndio neno langu. Sifa na utukufu kurudia Mungu. Amen. Naomba tukae. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kichwa cha somo katika siku ya pili. Leo tutakwenda kung'oa magugu. Bwana Yesu asifiwe. Tutakwenda kung'oa magugu au kufyeka magugu au kupalilia magugu. Kuna misemo mitatu: kung'oa, kufyeka, kupalilia. Yote ina maana moja. Lakini pia baadaye tutayachoma moto katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Nitasoma neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Injili ya Mathayo 13 mstari wa 18 mpaka ule wa 30. Lakini mistari michache nitaielezea moja baada ya moja. Nataka tupate kitu hapo. Haleluya. Basi ninyi sikilizeni mfano wa mpanzi. Kila mtu alisikiapo neno la ufalme asielewe, nalo huja yule mwovu akalinyakua lililopandwa moyoni mwake. Huyo ndiye alipandwa karibu na njia. Bwana Yesu asifiwe. Tunajifunza kitu hapa. Kuna watu wanalisikia neno la Mungu la ufalme asilielewe. Yaani hata akifundishwaje mahubiri haelewi. Sasa mimi sijui uko katika eneo gani. Nataka ukae katika eneo zuri ambalo ukifundishwa neno la Mungu unalielewa. Maana kama haujalielewa, adui huja ulinyakua. Kwa hiyo wewe unafananishwa na mtu ambaye alipandwa karibu na njia au barabarani. Siku zote hata mti ambao umepandwa karibu na barabarani haustawi. Pale kuna lami, kuna magari yanaweza yakapita yakaukangua. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anasema mstari wa 20, naye alipandwa penye miamba, huyo ndiye alisikia lile neno akalipokea maana kwa furaha. Lakini hana mizizi ndani yake, bali hudumu kwa muda. Ikitukia dhiki au dhia au kwa ajili ya lile neno, mara huchukizwa. Bwana Yesu asifiwe. Aliyepandwa kwenye miamba ni ule mtu ambaye anasikia neno, analifurahia, limenibariki. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunaelewa na jamaa. Ngoja nirudie. Naye alipandwa penye miamba, huyo ndiye alisikia lile neno akalipokea mara kwa furaha.
lakini hana mizizi ndani yake, bali hudumu kwa muda. Ile kinachotakiwa ukilipokea neno la Mungu, ulifurahie na uwe una mizizi ndani yake. Maana kama halina mizizi haliwezi kuota. Kwa hiyo itakuwa ni furaha ya muda, alafu inapotea. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 22, naye alipandwa penye miiba, huyo ndiye alisikia lile neno, na shughuli za dunia na udanganyifu wa mali ulisonga lile neno, likawa halizai. Sio kwamba uache kufanya kazi katika dunia hii, inatakiwa pia ufanye. Bwana Yesu asifiwe. Lakini neno hili unapolisikia, sijui mnanielewa, ngoja nirudie tena kulisoma. Naye aliyepandwa penye miiba, huyo ndiye alisikia lile neno, na shughuli za dunia na udanganyifu wa mali ulisonga lile neno, likawa halizai. Nataka tujifunze hapa. Kuna watu wana neno lakini halizai, halina matunda. Bwana Yesu asifiwe. Unapoambiwa Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa kitu, lile neno natakiwa lifanye kazi, sitapungukiwa. Na kweli likiwa kama wewe sio miiba, mimi nakwambia hautakaa upungukiwe. Lakini kama ni mtu wa kupungukiwa tu, miiba hiyo. Sasa nataka tuelewe kwanza, japo nitatakiwa kuanza hapa, lakini nimeona tuanze hapa pia. Bwana Yesu asifiwe. Naye alipandwa penye udongo mzuri, huyo ndiye alisikia lile neno na kuelewa nalo. Yeye ndiye azae matunda, huyu 100, huyu 60, huyu 30. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kumekuwa kuna shida, watu wengi wanahubiriwa injili, lakini wengine ni kwenye miba, wengine kwenye miamba, wengine kwenye udongo mzuri. Sasa mimi nahitaji uwe kwenye udongo mzuri ili uweze kuzaa. Si ninaposema kuzaa ukazae mtu, Bwana Yesu asifiwe, ukapate mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kazi ya neno hili ni kumfanya mtu akapate mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwenye udongo mzuri ni wewe ambaye ulisikiaye. Bwana Yesu asifiwe. Lina mzizi, ukalikubali, ukaliamini, hata ikija dhuruba hautikisiki. Neno lile ndilo litazaa baraka, neno lile ndilo litazaa ushindi, neno lile ndilo litazaa hata silaha za kuangamiza maadui wako. Tunaelewa jamani? Sasa wewe hapo utajua uko wapi, kipimo unacho. Anasema akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa, yakaonekana na magugu. Watumwa wa mwenye nyumba wakaacha, wakamwambia, Bwana, hukupanda mbegu njema katika konde lako? Limepata wapi basi magugu? Akawaambia, adui ndiye aliyetenda hivi. Watumwa wakamwambia, basi wataka twende tukayakusanye? Akasema, la, msije mkakusanya magugu na kung'oa ngano pamoja nayo. Viacheni vyote vikue hata wakati wa mavuno. Na wakati wa mavuno nitawaambia wavunao, yakusanyeni kwanza magugu, myafunge matita matita, mkayachome, bali ngano ikusanyeni ghalani mwangu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaongea kuhusu magugu. Jamani, tunaelewana? Magugu ninayoongea si kule magugu kwenye mchele. Magugu ni kitu ambacho kiko katika shamba ambacho hakitakiwi, kinacho uzuia mmea usiweze kukua au na usonga. Bwana Yesu asifiwe. Sasa magugu katika shamba yasipong'olewa au kupaliliwa au kufyekwa, ule mmea hauzai. Hata kama utazaa kwa shida sana. Tunaelewana jamani? Sasa magugu nayezungumzia jioni leo ni kiroho. Hii dunia, Adam na Eva ilipoumbwa dunia, wakaambiwa wakatawale, wakakae pale. Bwana Yesu asifiwe.
kulikuwa kuna shida, lakini wao kwa kujua na kutokujua, mimi sijui, haleluya, wakaruhusu gugu la shetani ambalo ni dhambi. Lile gugu likaendelea mpaka leo, na lile gugu likanyonya hata zile ahadi ambazo Mungu alikuwa amezipanga kwamba Adam na Eva watakaa na kula kwa raha. Bwana Yesu asifiwe. Matokeo yake baada ya gugu kuingia kuvunja ile amri, ikawa ni mateso mpaka leo hii, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Na ili gugu, Mungu akaona namna ya kulitoa ili gugu ni kumtuma Bwana Yesu kuja katika dunia hii. Kulitoa ili gugu ni kwa njia ya toba. Bwana Yesu asifiwe. Japo nitafundisha aina nyingi ya magugu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kazi ya gugu ni kunyonya baraka. Kazi ya gugu ni kusonga ngano isizae. Wewe ndiye ngano. Na Mungu ile siku ya mwisho atachukua ngano, hatachukua magugu, kwa sababu yeye hajaleta magugu. Au kwa lugha nyingine nizungumze, wewe ndiye shamba sasa. Haleluya. Mungu amepanda mbegu wewe hapo. Lakini katika dunia hii kuna magugu yanayosonga mbegu ambaye ni wewe, yanakunyonya. Lakini gugu hili naongea ni katika ulimwengu wa roho. Gugu la kwanza katika dunia hii ni shetani. Gugu lingine ni majini. Gugu lingine ni mapepo. Magugu mengine ni magonjwa. Ndio maana hata mtu akiumwa anaenda hospitalini, anaenda kutibiwa gugu litoke. Lakini yako magugu yasiyotoka mpaka kwa jina la Yesu tu. Sijui tunaelewana? Bwana Yesu asifiwe. Naongea habari ya magugu. Lakini hapa Biblia inasema alipolala adui akaja kupanda. Sasa sio kwamba wewe usilale. Ina maana pale ulipoacha utakatifu ukakaa vibaya, ukaacha nafasi, ndio mahali adui anakuja kupanda gugu. Msione shetani kama anawapenda, msione kuzimu kama inawapenda. Haiwapendi kwa sababu inajua nyie ni ngano. Na kwa sababu ni ngano, ili kwamba kuidhoofisha uweka magugu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hata mtu ambaye akikuona unafanikiwa sana, anasema nione utafika wapi, anakutumia gugu katika biashara. Labda gugu la mkosi, labda gugu la madeni. Sasa gugu likikaa na ngano, linakuwa linaisonga ngano inadhoofika. Jamani tunaelewana? Ninaongea kuhusu magugu, sijui mnanielewa mfano huu. Nikisema wewe ndio shamba, kuna mahali imeandikwa nimekupanda mzabibu mwema, mbona umegeuka? Na hapa pamesema hivi, mbona Mungu tupanda wazuri, mbona tuna shida zimetoka wapi? Magugu. Manini? Sasa kuna mchezo walionao adui wa kupandia watu magugu. Usiku wa leo wengi wamepandiwa magugu. Mwaka mzima watu wamepandiwa magugu. Bwana Yesu asifiwe. Na kazi ya gugu ni kukurudisha chini. Wewe pata mfano wa shamba, umepanda mahindi au umepanda marage au karanga au miwa. Kama ile miwa isipopaliliwa haizai. Kama ni kahawa haizai. Jamani mnanielewa? Ni mgomba hivyo hivyo. Sasa wewe mwenyewe jiangalie, katika ulimwengu wa roho una magugu mangapi? Yako hata alafu magugu yenyewe yana majina yake. Ni kama vile shambani, labda kuna magugu mamchicha, unasikia magugu mamchicha, si ndio? Magugu majani fulani yananukanuka, si ndio? Na wewe unapandiwa hivyo hivyo katika ulimwengu wa roho, kutokana na jambo ambalo linatakiwa likudhibiti wewe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewa jamani? Sasa haina maana ya kumlaumu Mungu kwamba mimi nimeumbwa na matatizo. Hujaumbwa na matatizo. Adam na Eva wao kama wangelikumbuka pale kutubu, sema kulikuwa hakunaga dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Lile gugu lingeondoka, mpaka leo tungekuwa tunapiga fresh tu. Haleluya. Sasa ni ajabu, dhambi imekuja. Ukija kwenye makanisa sehemu nyingine hawataki gugu liondoke. Okokeni, hakuna kuokoka, wanataka gugu tu la kuwaua. Hata mimi nikana gugu hilo, labda na wewe na wengine, si ndio? Sasa saa gugu likiondoka wengine wanakuchukia. Magugu lazima yatakuchukia, lakini ngano zitakupenda. Haleluya. Tunaelewana na kutia moyo. Wewe ambaye umeokoka ndio ngano. Kama hujaokoka bado wewe ni gugu.
Na gugu linang'olewa kwa jina la Yesu, kwa kumkiri Bwana Yesu. Unapomkubali Yesu, gugu linang'olewa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Ukristo bila wokovu bado unajidanganya wewe ni gugu, hujakuwa ngano. Lakini Biblia inasema yaacheni magugu na ngano yakuwe pamoja. Yawezekana huko kanisani bado wewe ni gugu, lakini napozungumzia katika kanisa, labda siku moja gugu hili litabalika litakuwa ngano. Lakini yale magugu ya shambani hayafai, yale yabadilikagi. Labda gugu la majani fulani likawa muhindi, haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini magugu mengine ambayo ni ya kuchoma moto ni magugu ya rohoni. Haiwezekani wewe kuna gugu jini niseme likae na wewe liishi. Haiwezekani, lazima litolewe. Amen. Haiwezekani wewe una gugu linaitwa kifo niliache, lazima litolewe. Amen. Haiwezekani wewe una gugu linaitwa mkosi, lazima liling'oe. Haiwezekani wewe una gugu la ukimwi niliache, lazima liling'oe. Haiwezekani wewe una gugu la kutokubeba mimba eti likuache likwenda, haiwezekani. Haiwezekani pia kama una gugu la uchawi likutoke. Haiwezekani kama wewe ni mkulima wa kwenda kwa, unajua wale wanaenda kwa waganga ni wakulima wale. Ni wa nini? Wakulima wa wachawi. Washirikina wengine wanapiga mpaka na simu. Mshughulikie, si amefikia fikaje? Na muona anadunda tu. Atadunda sana. Unajua siku hizi wanadamu wanaona mimi siendi kwa mganga, anamtafuta besti yake akamshughulikie. Nikutumie picha yake poa poa, nitacheki kwenye Facebook. Bwana Yesu asifiwe. Au nitampiga picha anajifanya anatuma message. Don't worry. Ukiwa na Yesu, magugu yatapandwa juu yako, yanakuwa juu yao wenyewe. Wanategemea jicho litapofuka ndio linapiga full. Wanategemea miguu itapinda ndio hicho. Amen. Wanategemea utakuwa bubu huwezi kuimba ndio sauti. Unaweza ukaekewa gugu la kukufanya ushindwe kuomba wewe. Katika ulimwengu wa roho, sehemu ya kuomba, Bwana Yesu asifiwe, umeekewa gugu la usingizi, uzito, uendi, baada umekufa. Sasa anasema niombe, niite nitakujibu. Sasa wewe gugu linakunyonya, naomba Mungu nisaidie, umelala kiti. Hata malaika wakikupa una nguvu ya kupokea. Tunaelewana? Na nipata? Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaekewa gugu la kauli mbaya tu wewe, kizungumza kile kitu kibaya. Noa, Mungu amekuumba wewe mzuri. Wala usiseme kuna mtu mbaya. Mtu anakuwaga mbaya kwa sababu ya matabia yake. Ama sivyo? Bwana Yesu asifiwe. Lakini wako ambao wanawekea watu magugu. Na ukumbuke, sikiliza, kwa Adam na Eva, Shetani alipomdanganya Adam na Eva, sikiliza, alidanganya Eva akamdanganya mume wake. Sawa sawa. Lazima wanang'oaga ngano, kwa hiyo akangoa ile ngano kwamba wataishi kwa raha, ahadi ya Mungu. Mungu akaja akapiga sasa mpaka leo. Kuzaa kwa uchungu, jasho lazima likutoke. Mwanaume akikupa mkono akusalimia mwingine unafikiri ni mamba. Nakwambia akishika ugali yenye muongoe mwingine anafanya tu hivi. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana jamani? Wewe unyaye kuna ugali wa mzunguko ule. Unaitwa Quantes yu mwembamba wewe mlaini. Nakwambia mtu afanye hata yeye. Labda kwenye mdomo ndio ataungua. Na mwingine analishika kiasi ambacho tonge kubwa analigawanya mara 3 kama vivyo. Wewe haungui yeye. Mungu akupenda iwe hivyo, lakini imebidi kwa sababu ya magugu. Bwana Yesu asifiwe. Mnacheka mpo wengi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna gugu la magonjwa. Unaweza kuta mtu anaumwa magonjwa, linatoka, linakuja, linatoka, linapandwaga, linaekewa mbolea, linaambiwa unyonye ili ini, mfano unyonye ili tumbo, mfano unyonye ili titi, mpaka katika kansa. Sasa bila kung'olewa katika ulimwengu wa roho, nakwambia itatoka na litamaliza. Tunaelewana jamani? Kuna gugu la kumsaliti Yesu.
Unashangaa mtu anampenda Yesu kesho kutwa au baada ya miaka gugu lile ameshapandiwa amerudi nyuma. Gugu limemnyonya. Nilifanyaje? Unaweza kwa wanakuona unakwenda mbele tu, wanakuwekea gugu la kukata tamaa katika imani. Wanakuwekea gugu la mabaya. Gugu la kumwasi Mungu. Gugu la chuki, yani una chuki tu bila maana. Gugu la shida, na kuambia itaisonga ngano na ngano haitapata baraka, itakuwa ni shida tu. Bwana Yesu asifiwe. Unanielewa jamani? Unaweza kawa ni biashara, umefungua, watu wengi wanaanzisha biashara sana. Lakini wiki 2 wiki 3 kwa nyodo nimefungua duka, amefunga. Unakuta puchi. Vipi jamani? Gugu. Noa hilo gugu. Labda la umaskini, labda ukata tamaa, labda kutokuweza kuamka. Noa, shamba lako lazima ulipalilie. Bila kulipalilia, mimi nakwambia uvuni kitu. Nakwambia hata biashara lazima uipalilie. Sasa sio uchukue jembe, unang'oa magugu yote yanayowekwa kila wakati. Alafu nikupe siri moja. Anaweka gugu siku zote, akishachukua kiroho, akichukua kile kizuri pale, anaweka kibaya. Ili ufe haraka, ndiye afanikiwe. Lakini nasema hivi leo, gugu aliyekuwekea, aliyetupa, nitaliamuru na kuling'oa, lirudi likaote kwake. Na hakuna silaha kubwa sana nikwambie. Kama adui akikupiga na ya kwake, wewe sema namrudishia yeye. Simple, wala uhangaiki kutafuta nitampigaje, namrudishia yeye. Usitake kumjua jina. Ni majini na yarudishia wao walicha. Na huyo aliyewatuma. Unafikiri wachawi wanapita kwenye maji wasikia magugu wanapanda ati. Basi pengine siwezi kusema, maana wengine wamepandiwa sehemu zisizo ambazo kuzungumza hapa. Bwana Yesu asifiwe. Nanielewa jamani? Sasa Mungu anasema, mbona nimeumbwa vizuri mimi, kwa nini amenipata jamani? Je, mimi nilipandwa mbegu mbaya? Hapana, hujapandwa mbegu mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama magugu ambayo ni injili ya uongo, mapokeo ya wanadamu. Yale yote ni magugu ya kuua imani yako. Ni magugu ya kukufanya usiende mbinguni. Ndio maana tunayakataa na waeleza, na watumishi wanasema hayafai. Lakini watu wanataka mapokeo ya nani? Ya wanadamu. Mungu ameleta ubatizo wa kwake ambao ni ngano, OG. Mnasema nini nyie wenyewe? Mnastaki sema nini? Original. OG, si ndio? Lakini unaenda kuchukua ya kikombe magugu. Sijui kwa jina la mchungaji ni magugu. Sasa wewe utaacha kuharibikiwa, hautazaa matunda. Sio nikisema matunda utazaa mapera. Kuna mazuri Mungu alioandaa kwako yatapotea. Na hakuna hata mmoja hapa, ni kwa neema tu. Mimi mwenyewe nilishapataga hiyo gugu. Ndio bana hilo gugu mpaka ling'olewe nimkubali Yesu inakuwa shida sana. Yaani lile lenyewe linanifanya kwanza nikatae wokovu, gugu hilo la kikombe. Gugu hilo la jina la mchungaji, gugu la kubatizwa na bakora. Gugu la kupigwa bakora, kupigwa kibao. Mwezikia, hayo si ya Mwenyezi Mungu. Alafu unasema, Mungu kwa nini umeniumba? Mbona usingeniumba? Palilia, fyeka yakachome katika jina la Yesu. Unasikia? Kuna watu labda wengine wanakuambia nimepanda shamba sivunagi. Hata kimwili wanaendaga wanapanda magugu ambao ni maroho. Ni nini? Ni nini? Wanasema ya kiota asipate kitu. Gugu linaitwa asipate kitu, linatangulia na upate kitu. Amefungua biashara, linawekwa gugu asipate kitu. Hata bila shanga maana ndio unalisikia hapa sasa hivi. Na upatiki? Haya. Ukivuna linawekwa jini au pepo hasara. Au linawekwa gugu waliviliwe na wadudu. Vinaliwa na nani? Jamani tunaelewana? Tunasema ni nini hii? Unapata pesa, pesa zake tumeziwekea gugu. Pesa si ndio tunaita ngano hiyo?
Mafanikio sio ngano. Imewekewa gugu la kulinyonya zitumike tu haraka haraka ziishe. Kwa sababu hata kibinadamu kwenye shamba, sifa moja ya magugu yanataka yatawalage kuliko zao lililopandwa. Jamani, uongo? Tunaelewana jamani huko? Watoto wake wanasoma, wanaekewa gugu, hawataki kwenda shule, wanasema wanakwenda shule, wanaishia njiani. Magugu yanawekwa kwenye imani. Biblia inasema unapoomba unapokea kitu na kupata, si ndio? Kwenye imani yako unaweza ukaekewa gugu la kutokupata. Si shamba hilo, gugu la kuomba. Haya, majibu yanayokuja magugu yanazuia. Kama Daniel maombi yake yalizuiliwa juu, sembuse ya kwako. Unajua lazima mjue mbinu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa itafika mahali wivu uishe. Nataka kila mtu afanikiwe. Sasa mwingine kuomba, hata kuomba hakuna, hataki kuondoa magugu, hataki kuondoa. Unajua hata mkulima anaelima shamba, analihudumia vizuri, siku zote atavuna sana. Jamani vipi? Sasa anayevuna sana, usifikiri wanakufurahi wengine. Na mtu yule ambaye afurahi juu yako, ina maana anataka chako. Anataka nini? Mimi nakwambia kuna mtu akikuona anatamani kufe, alafu anaona ufi. Nakwambia Bwana Yesu asifiwe. Anaweza kutumia gugu kajini, gugu kapepo. Akiona gugu hili limeshinda, anaenda kwa kubwa zaidi, ili kwamba kukutawala, ili kwamba kumaliza. Bwana Yesu asifiwe. Hasa watu wanapoanza kuendelea, ndio wanaanza kuchezewa. Mimi nakwambia dunia hii, unapoanza kufanikiwa au kutoa nuru, kuangaza, ndipo wachawi wananyanyukaga, ndipo wajinga wanaamkaga. Sema wajinga. Unajua naita wajinga kwa sababu wangefanya kazi wangefanikiwa. Naita wajinga kwa sababu hawa ni wezi. Ni nini? Au si wezi? Na mwizi ni adui ya Mungu. Kuna magugu ya kwenye ndoa. Labda binti anaweza kuwekewa gugu la kuchumbiwa, hachumbiwi. Kuvalishwa pete, anawekewa gugu la kuachwa. Ni kijana na gugu. Kuhusu magugu, naweza kuwa unafaulu vizuri, unasoma kidogo, unashangaa mtu ameporomoka masomo yake. Gugu. Sasa katika gugu kuna mambo mengi. Wengine wanaweza kuwa anang'oa kingoleki. Akifanyaje? Au na hekima, au na akili sana. Ikiwashinda kabisa wachawi, wakiona zingoleki wanakata nywele. Ndio wanaamka asubuhi kipara. Au umechorwa X. Bwana Yesu asifiwe. Au umekatwa kucha. Wameng'oa kizuri, wameondoka nacho. Jamani, tunaelewana? Alafu mtu sasa, mbona anafanya ovyo ovyo? Hapana, kuna shida imefanyika hapo pasipo yeye kujua. Sawa sawa. Sasa ni ajabu sana kanisa, watu wakawa wana mbinu za kujua kuomba, lakini wachawi wana mbinu za kuwashughulikia watu. Unajua hata katika mpira lazima uwe na mbinu, vitani uwe na mbinu. Injili tunahubiri hapa sasa hivi, hii ni vita katika maisha yako. Kuna vitu unavipata, unajifunza. Bwana Yesu asifiwe. Tutakwenda kung'oa magugu kwa majina yake. Tatizo ulilo nalo ni gugu, ni roho. Na hii roho inang'olewa na roho ya Bwana Yesu. Umenisikia jamani? Hivi unafikiri mtu anaenda kumshirikia mtu anafanya nini? Ni gugu. Wewe ni shamba zuri, wanataka lidhoofike. Jamani, nikisema shamba si kipande cha ardhi nje, lina mbolea. Mungu amekuumba, amekuweka hapa duniani, akakupa kila kitu na ukachanue. Mbegu sinakuwa kadogo hivi.
lakini ikitoka inatoka majani, labda inatoka mbelewele, labda inatoka muhindi, inatoka maua, inapendeza. Ndio wewe sasa mbegu, unachanua, unasoma, una degree yako, una nyumba, una watoto, una wokovu, unakwenda mbinguni, una drive gari lako, unamshangilia Bwana Yesu, unapaa kwenda mbinguni siku moja. Sasa wanaiua. Wanafanyaje? Sasa wakishaiua wanaingia wao. Unaweza kuwa mbegu nzuri. Haya, ukaanza pasipo kujua, unapewa mapokeo wanadamu, abudu mwanadamu, muone ni Mungu, busu mbao, mbegu, angalia magugu, sadaka yako unaandika jina na risiti, tayari itakuwa ina umasikini wewe. Na katika kazi aliyonituma ni kung'oa magugu. Yesu kaniambia kang'oe yote kwa watoto wa Mungu, wakafurahi na maisha yao, wakamshtukuze Mungu, wakaone baraka zao. Sasa usifikiri mimi nang'oa magugu yale wanawekea watawapenda. Ukisoma hata Yeremia kasema nikung'oa kuharibu na kupanda mazuri. Magugu tu, magugu tu. Mungu ndiye amekupanda wewe ngano nzuri. Nimesema ule mfano, utoke gari, utoke mashamba, utoke watoto 22 mama mmoja, hamna. Sasa kama wewe ni mbegu nzuri, Mungu ameipanda. Unajua hata ukimzaa mtoto, umesikia nyewe ambao mna watoto, umenielewa? Au mtakuja kuzaa watoto. Mtoto anapozaliwa watu wanaona kuzaa. Zamani kuzaa ni mifugo, kupata watoto anaogopa. Yule mtoto mwenyewe wewe unayemzaa unakuwa una mbegu ngano ambayo itatoka na kuachia kuzaa maziwa, kuzaa pesa ya pepa, kuzaa pesa ya mchicha, kuzaa pesa ya ada. Wanaibaga, afu mnakaa watoto wamekosa ada, ameenda shule. Sasa nasubiri utu Mungu wangu ajibu aise hapa. Wameiba, warudishe pesa, au sio? Nataka tuondoe adhma kwamba watu wasione kama Mungu ana ubaguzi. Mungu ana ubaguzi. Wala kazi ya Mungu haina makosa. Bwana Yesu asifiwe. Mnaelewa? Naweza kaeka gogo kwenye gugu kwenye ndoa. Nakwambia mume anakuacha, mke anakuacha. Anafanyaje? Linakula, linanyonya mpaka unashangaa ndoa hakuna, mume hakuna, mke hakuna. Sasa Biblia inasema walipo, si kwamba ukeshe mpaka asubuhi. Umenielewa? Uwe makini na Mungu kila wakati. Na unapokuwa makini na Mungu kila wakati, muombaji mtakatifu, mimi nakwambia watakushindwa. Sasa tatizo watu wengi wakishapataga, umeshaona ni kama kimwili. Mkulima akishaona mazao yamekubali, yamekomaa, yamefanyaje? Anakaa nyumbani, sikiliza, anaanza kupiga mahesabu. Nishapiga hela mimi, si ndio? Uongo. Sasa wapite grupu la nyani, wanakula hamna kitu. Lilikuwa limejaa juzi. Swala wamepita, digidigi wamepita, tumbili wamemaliza. Hata kama umeona baraka, bado hizo baraka ziombee, zilinde kwa damu ya Yesu, kwa neno la Yesu. Hata watumishi wengi ni ngano nzuri wameanza na Mungu, ikafika mahali wakajiona full. Wakajiona nini? Mimi mwenyewe wananiwekea magugu, lakini my friend silali. Na wewe usilale. Jamani, mnanielewa? Unajua kuna msemo mmoja, mtu anaona akishaingia kwa Yesu basi anakaa. Lazima ufanye kazi. Umeelewa? Bwana Yesu asifiwe. Naweza mkawa mmewekewa magugu, labda kwaya hamuongei, ombea gugu hilo. Au unaweza kuwekewa gugu wetu muumini. Una kitu cha unasikia kumwimbia Mungu, unasikia kuwahi kanisani, unawekewa gugu. Nitakuja Jumapili tu. Unaona ibada kawaida tu. Sasa lina shida yake. Bwana Yesu asifiwe.
Sasa unataka shamba lako ling'ae, liwe safi, likazae sana, lazima magugu yaondoke. Katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Na watu wengi wanapekewaga magugu kwa kujua na kutokujua. Jana niliwafundisha. Unajua Mungu anaweza kaita mtumishi akamtumia mpaka viwete vilema wakatembea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa pale anapoachana na Mungu tu, watu wengi wajui, anaanza kufundisha mafundisho tofauti au vitu tofauti. Anakuwa ni tofauti hata kikauli zake. Bwana Yesu asifiwe. Pale Mungu anaondoka. Mungu akishaondoka, pepo zinamuingia. Yaani shetani anaingia nafasi ile ile. Anafanyaje? Kwa hiyo utakuta watu wanaombewa, bado mapepo yanawaangusha. Umesikia? Bado mnaona miujiza ya nguvu za giza, mnaona ni Mungu. Sasa pale mnakuwa mnajazwa magugu. Au ukimaliza ibada mnasema twende nikaombewe. Unaenda ombewa, kumbe yule anagugu, anakujaza gugu, hali yako inakuwa mbaya. Jamani, tunaelewana? Uwe makini sana. Wewe ni shamba, sio la kupandwa magugu. Kwa nini unasikia kuna mtu mwingine ameenda kanisani mahali fulani, hali yake ndio imekuwa, au akiombewa na mtu mwingine hali yake inakuwa? Haiwezekani mimi nikuombee wewe, mimi mwa magugu alafu niache magugu. Haiwezekani. Yaani hali inakuwa mbaya. Ndio maana angalia, sio kila mtu tu wa kukuombea wewe. Kwa mikono hii utawekewa magugu, yatang'olewa. Jamani, tunaelewana? Anaweza takaja ofisini, amepanda gugu. Bwana, nakuomba uinue ofisi, akafanikiwe sana, mabosi wa mkubali. Imewekwa gugu kwenye ulimwengu wa roho la kutokubaliwa. Aya, toa Bwana sadaka. Ni mbolea hilo gugu la kipepo kwanza. Si mbaya kumbariki mtu ukitaka, lakini nakwambia siondoki mpaka imeandikwa nitaendaje. Hai, hapana. Amuulize Mungu aliyemtuma, sio wewe. Nimeamshwa usiku sana nije kwenye ndoa hii, sina nauli. Anaanza matatizo. Anaanza nini? Amekujenga ushuhuda gani unaanza matatizo? Kweli na utambuzi. Kweli tumegomana bana nini? Mungu ametuona kabisa. Linakuja gugu, ngumi na box. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana? Unaweza kaambiwa barikiwa, mnasema anapokea, mmepokea nini? Magugu. Sasa ingine mnaweza kapokea magugu ya kuwa na akili, mnaacha pesa zenu kanisani zote. Mpaka unatoka kanisani bila hata viatu, mnarudi umemwachia mchungaji hapo. Ni ujinga huu. Sema ujinga. Sasa kitu kikubwa hapa ni kung'oa magugu ya ujinga, utaira. Hivi wewe unajua kabisa Yesu alikufa na kufufuka, si ndio? Yesu alikuja akabatizwa na maji mengi. Kama si kuwa fanya damu kuwekwa magugu ya utaira ukaenda kwa kikombe. Alafu kikombe chenyewe si kubatizwa, imemwagiwa kama mvua hapa tu. Kwanza wewe unakuwa ni mjinga kwa sababu wewe ni muongo. Neno batiza ni kuzamisha. Hapa umezamishwa. Eti tumeona tumwamwagie tu maji vidogo, magugu ya wanadamu hayo mnamletea Mungu. Mnayatolea sadaka, simbolea. Mnayashangilia, mnayafanyia sherehe. Mnayafanyia. Sasa si ndio yanakuwa yanashabiri hivi? Yanafanyaje? Bwana Yesu asifiwe. Nyota inaweza ikiwa gugu, inazingwa, haing'ai, haionekani mtu. Bwana Yesu asifiwe. Au unakuta mtu anaweza kuwekea wenzake magugu, hawaonekani, sio kitu. Anaonekana yeye peke yake ndio mtu. Lakini nyinyi pia ni watu. Mnaweza fanya kazi hiyo, labda ni ofisini wapi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio kazi za wachawi hizo. Bwana Yesu asifiwe. Ninakwenda kufanya maombi. Magugu na tunapiga kiberiti, na katika ulimwengu wa roho ni jini na lenyewe tunalipiga kiberiti. Ama namna gani? Mimi naweza nikakaa namuona mtu ni bilionea. Huyu mtu anatakiwa kuwa na gari 4. Lakini ukimwambia yule mtu anajizara,
Kwa sababu shamba limezidiwa na magugu, haamini kama ni cha kwake. Jana niliwaambia, Mungu hana shida ya kumpa mtu kitu. Lakini kuna kitu akikupa sasa hivi unaweza ukapata pressure. Mimi nakwambia, itokee tu mfano bonge la gorofa kubwa hapa. Mtu akakuona hapa, Francis, nakupa ile gorofa bure kabisa, twende kwa mwanasheria. Kabla hujalipokea umekufa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaposema nina mpango mkubwa na wewe, kwanza amini, kwanza ukubali, kwanza furahi. Kwanza usijiangalie ukoje. Bwana Yesu asifiwe. Yeye akisema anakubariki, amejua anakubariki. Yeye aangalie una suti moja, angalie umevaa singlendi, anaangalia moyo wako na yeye alivyokuumba. Basi ulikuja hapa huna hata baby show wewe. Uongo. Ulizaliwa ukiwa mkubwa hivi. Ulikuwa na sasa hivi unajua kufanya nini? You must believe, number one. Na katika kuamini lazima kusiwe kuna magugu. Kuna watu wanaamini hawapati. Ujaona? Sasa unaweza kuwa pia umepewa gugu, unaamini lakini imani yako imekufa, usiende mbinguni. Wewe unafikiri kwa nini baadhi ya watumishi wanaacha kuamini Mungu alivyosema kwamba msisumbukie mtakula nini, mtavaa nini? Imani zikishawekwa magugu wanawasumbua nyinyi. Hata wewe unayetoa kwa ajili yao hutabarikiwa, kwa sababu na wewe unakuwa umeshushua gugu. Tunaelewana jamani? Nyumba za Mungu, Yesu alikuta magugu kipindi kile, kakuta wanauza njiwa wanafanya, na akasema toka kangoa. Leo yamerudishwa, baraka mtakamzione, mimi nawaambia. Ndio unakuta mtu yuko kanisani lakini anaishi kwa baraka za mganga, kwa baraka za mizimu. Uongo. Kwa nini? Alafu watu wamepigwa upofu wanaona haiko hivyo. Kuna mtu ninaona amewekewa tai, kitu kama tai kwenye shingo. Yule ndege tai wa mizoga, yaani ni gugu la kummaliza, liko kwenye mabega yake. Wako wengine wamewekewa magugu kuhakikisha damu iongezeke, afya iongezeke. Utakula vidonge hamna kitu, utakula machungwa hakuna kitu. Bwana anataka damu ijae. Bwana anataka moyo uwe safi. Bwana anataka, kama nilivyosema, uchanue. Ufanyaje? Ili huu hapa zuri kimetengenezwa. Sasa Mungu anasema wewe ni bora kuliko huu. Ua linachanua kidogo, wewe unachanua sana. Sio kwamba utatoka maua hivi. Yamkini ni kazi yako amekupa, ina gugu, haichanui. Huoni faida mpaka unastaafu, una kitu. Na hata ukistaafu gugu limemaliza. Wastaafu wengi wakistaafu mpaka wanaambiwa wajiandae kustaafu, si ndio? Kwa nini? Wangetakiwa waje kwenye maombi tu jamani, wafundishwe. Angalia wafanyakazi wengi hawana maisha mazuri. Wana pesa kweli, wanashika, hamna kitu. Usiwacheke, wanahitaji msaada. Maana kama si magugu, mimi nakwambia hii dunia watu wangekuwa wamefanya maendeleo makubwa sana. Kuna watu hapa wana viwanda hapa ndani hapa sasa hivi. Lakini ukimwambia, hata kumwambia atakuona anakushangaa, maana labda na 20,000 mfukoni. Kiwanda cha milioni 300. Si mbegu hiyo, si ngano. Umenunua indi, si mbegu. Sasa mbegu hii, udongo wake mzuri neno la Mungu na maombezi. Sasa maombezi inayopata labda ni kwenye miba au kwenye mwamba. Je, itakuwa au itanyauka? Sio kwenda kanisani tu ndio kufanikiwa. Sio kwenda kanisani tu ndio kwenda mbinguni.
Sio, angalia unaenda kwenye kanisa kuna udongo mzuri. Nikisema udongo mzuri sio katafute udongo, neno OG. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana jamaa? Kuna watu wana viwanda watatu hapa. Lakini akiwa nacho akianza tu amekuwa Freemason. Amekuwa nani? Asa ameua nani huyu? Jamani, unaona sasa hata imani yake huyu iko kwenye miiba huyo. Imani sio tegemea kuona mambo makubwa. Imani sio tegemea kufika. Bwana Yesu asifiwe. Hebu angalia moyo wako. Magugu gani hapo? Angalia. Wewe una magugu ya kushindwa, tusikufanikiwa. Mabaya kusema shindwa shetani, lakini una gugu la kushindwa mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana? Unataka upokee kwa Mungu, utapokeaje? Huwezi. Kwa hiyo nitapita katika maombi. Wewe ni shamba, tung'oe magugu. Sawa Felix? Ni kwenye vipaji magugu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni kama ile shamba leo stawi, mtu akipita analionea tamaa, analionea wivu. Sasa badala ya wewe mkulima unaliona shamba la mwingine ufurahi na wewe ukafanya la kwako, wachai wanasema nang'oa pale, naiba kama ulivyokuwa unang'oa mwindi kwenye shamba au unaweka mfukoni. Bwana Yesu asifiwe. Magugu ya kwenye mali. Unaanza vitu, unaona vinakwama hivi vitu vyako ni shamba, ni magari ni shamba, ni maduka ni shamba, ni mchungaji ni shamba. Lakini wachungaji wanafanya ni mashamba ya kuwalia watu pesa. Ni shamba la Mungu kuwajaza wana wa Mungu, kuwainua, kuwabariki, kuwapa kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwamba kuwafanya wana wa Mungu ni pesa. Bwana Yesu, hapana. Hiyo ni lama. Na pia napenda kuambia, hakuna kitu kibaya kama pesa. Pesa ndio inafanya watu wengi wanamwacha Mungu. Ukianzia manabii, mitume, wachungaji, wainjilisti mpaka waumini. Yuda alipenda pesa, imemuua. Sasa wewe pesa ione kama Big G. Kuwa na moyo. Mungu anataka ajaze mengi, lakini moyo wako wenyewe una magugu, umeshanyonywa kumiliki vidogo. Vikija vikubwa unakufa. Tunaelewana jamani? Mungu anataka kupe gari 15 za kutembelea tu za kwako, lakini mwenyewe kichwani kwako una gugu. Yote ya nini? Wisika moja tu kananitosha. Ili shamba upande wa magari limestawi lina magugu. Sema Bwana Yesu, naomba unisamehe dhambi zangu zote nilizozifanya kwa kujua na kutokujua. Dhambi ya kwanza kabisa, nilipokataa kuokoka, nikawa nina gugu la kunyonya maisha yangu, kunyonya nyota, kunyonya uzima wangu, kunipa laana, kunidhoofisha. Ninakushukuru kwa neema yako Bwana. Nilipokubali kuokoka, lile gugu la kwanza likaondoka. Naomba na haya mengine ukayaondoe jioni ya leo. Ukayaondoe kwa majina yake. Magugu ya uchumi, magugu ya afya, magugu ya tumwayo, magugu ya pandayo, magugu ya kurithi, magugu ya kukabidhiwa, magugu ya angani, magugu ya nchi kavu, magugu ya kuwekewa mikono, magugu ya kila namna yakaondolewe katika jina la Yesu. Bwana Yesu, wewe ndiye mfalme wa wafalme. Wewe ndiye mwenye nguvu. Wewe ndiye mkulima. Mimi ni zao lako. Naomba ukanitie mbolea. Naomba ukaninyeshe. Naomba ukaniongeze. Naomba ukanikuze. Wewe ukajae zaidi yale mabaya, ukayaondoe yote. Unilelee, unilizungushie ulinzi wako. Mimi ni ngano yako, nikazae maelfu, mamia, 60, 80, sawa sawa na wewe Mungu pendavyo, katika jina la Yesu. Bwana Yesu ni mfalme wa wafalme. Bwana Yesu ndiye Bwana wa mabwana.
naona kuna mlima upande huu na kuna mlima, na ile milima kuna nafasi katikati, lakini anaposogea ile milima inaanza kuzuia tena pale katikati, anataka kuvuka. Shangilie Bwana amechafuka kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu kwa ajili ya ndoa nafsi, nikifungua harusi, nikifungua ukumbi, nikifungua kwa wakati wake na muda wake. Ewe mjomba wa mume wake, mwachie mjomba wa mume wake, mwachie kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sasa ni mtu unashangaa kilabu, wewe umekaa huku kila siku na watu unakunywa. Haleluya. Yuko mwingine anavuliwa kitu kama ngozi ya nyoka kabisa. Natamka nguvu. Mungu, tazama mikono hii. Roho Mtakatifu, tazama Roho Mtakatifu, tazama Roho Mtakatifu, tazama Roho Mtakatifu. Ondoka kwenye kiuno. Ondoka wote. Ondoka, mwache mikono yake. Ondoka. Siko kwenye kiuno. Jina la Yesu. Neema ya Mungu, wengine naona wamekufa hapo makaburini. Walishakuvaga. Sasa wanatema kwamba wewe usiende huko. Jesus. Thank you Holy Spirit. Kilio leo watalia sana. Kwa damu ya Yesu. Aliyenivaa mimi tosha mikono. Unasema baraka, shida, maisha yako wapi? Wamekuvaa mapepo wa nguvu tofauti. Wamekuvaa uchawi wa nguvu tofauti. Miaka yako inakuwa michache, wameivaa. Waiachie katika jina la Yesu. Waachie. Wokovu wako wameuvaa. Utumishi wako wameuvaa. Karama yako wameivaa. Talanta zako wamevaa. Kuna watu katika miguu yao wamepandiwa magugu ya kwenda kwenye hasara. Magugu yana madawa. Wengine ni dua, ninazing'oa kwa jina la Yesu. Aliyepanda ninarudisha sasa, ikaote kwake. Angalia huko mbele, nyosha mikono. Kwa nini unakwenda kwenye maskini? Wamekuwekea gugu la maskini, ninaling'oa. Yuko mwingine anawekewa gugu la waya katika moyo wake. Liko chini katika moyo. Naliondoka damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Naondoa magugu yote kwenye mapafu, magonjwa ya mioyo, magonjwa ya stroke. Ninayang'oa kwenye masikio, magugu bubu, magugu shetani, magugu malango, magugu mapokeo, magugu ya kila namna na nguvu zake nayateketeza kwa damu ya Yesu. Yako majina ambayo yamepelekwa kwa waganga, yametumwa kwamba usikayofanikiwa katika dunia hii. Ninasema yuko Mungu anayesema utafanikiwa. Mganga si kitu. Kuanzia sasa ninaangusha chini. Na hawatasimama tena katika jina la Yesu. Hawatasimama katika jina la Yesu. Nyosha mikono juu. Wako wengine wamewekewa gugu ambalo linakulinda ufe. Yani likunyonya usizae, likunyonya usipate tunda. Tunda ni kitu mzuri. Naomba angalia mkono wa nabii uko mbele. Nitakapo ushusha chini, ninasema